ule mstari wa kwanza. Biblia inasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Halafu pia mstari wa pili anasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mstari wa tatu pia anasema mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapoenda kuingia kwenye maombi au tunapoenda kuanza ibada yetu jioni ya leo, tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mambo mengi ambayo ametutendea mwezi huu wa kwanza, na tunapoelekea mwezi wa pili tunaenda kumwambia pia Mungu ahusike kwenye kila hatua, neema yake itufadhili tena, tuone tena mema yake kama alivyosema ya kwamba yeye ni mwema siku zote, fadhili zake ni za milele. Basi tunaweza kwenda moja kwa moja tuweze kuanza na maombi ya shukurani mbele za Mungu wetu aliye hai. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo mema mengi ambayo ametutendea na anayoendelea kututendea, kwa sababu ukija kuangalia kuna namna ambayo viko vitu vingi yamkini hatuvioni rohoni, lakini Bwana alishughulika navyo. Ziko vita nyingi rohoni, Bwana alishughulika nazo, yamkini hata zingine hatukujua, au hata kama tulijua, lakini Bwana mwenyewe alitutetea, Bwana mwenyewe alitupigania, Bwana mwenyewe alituonekania. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tuende mbele za Bwana, tuanze kumwambia Mungu asante kwa ajili ya neema, kwa ajili ya fadhili zake, kwa ajili ya wema wake, kwa ajili ya rehema zake, kwa ajili ya neema yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakutukuza, mfalme wa falme. Asante kwa ajili ya neema yako Bwana. Ni wewe peke yako unastahili, mfalme wa amani. Ni wewe peke yako Bwana unaweza. Ni wewe peke yako Bwana wa kushukuriwa. Ni wewe peke yako Bwana wa kuinuliwa. Asante kwa ajili ya neema yako mfalme wa amani. Asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako. Asante Bwana kwa ajili ya rehema zako. Asante Bwana kwa ajili ya namna ambavyo umetutunza. Asante Bwana kwa ajili ya namna ambavyo umetulinda. Asante Bwana kwa namna ambavyo unaendelea kutupigania. Unaendelea Bwana kututunza, unaendelea kututetea kwenye kila hatua, mfalme wa falme. Baba nakushukuru, Baba na kuinua, nasema asante kwa ajili ya neema yako. Jina lako liinuliwe, mfalme wa falme. Jina lako litukuzwe, Bwana wa mabwana. Heshima na utukufu ninakupa wewe Yawe. Heshima na utukufu ninakupa wewe mfalme wa falme. Heshima na adhama Bwana ni zako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ninakutukuza mfalme wa falme. Asante Roho wa Mungu, asante Roho wa Kristo, asante Roho wa Baba. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Lord, my Lord, my Lord. Baba, ninakupa heshima na utukufu kwa namna ambavyo Bwana umetulinda, kwa namna ambavyo Bwana unatutunza, kwa namna ambavyo Bwana unatufadhili, kwa namna ambavyo Bwana kila itwapo leo tunaona ukituneemesha, tunaona Bwana ukitupigania, tunaona Bwana ukitulisha, tunaona Bwana ukitutunza kila hatua, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuwezi kusita kusema ya kwamba wewe ni mwema katika maisha yetu. Wewe ni mwema Bwana katika familia zetu. Wewe ni mwema Bwana katika huduma hizi ambazo Mungu umetuitia. Wewe ni mwema Bwana katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe ni mwema mfalme wa amani. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Wewe ni mwema Bwana kwa watoto wetu. Wewe ni mwema Bwana kwenye jamii yetu. Tunakushukuru mfalme wa falme. Tunakutukuza Bwana wa mabwana. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana kwa ajili
ya mambo mengi ambayo Bwana unaendelea kututendea siku hadi siku. Kama si wewe Bwana uliyekuwa pamoja nasi, oh my Lord, tungelikuwa ni wapi Bwana? Tungelikuwa wapi Bwana? Mkono wako umetutunza, mkono wako unatutetea. Ziko vita ambazo Bwana hata hatukujua namna ulivyotupigania, hata na zingine ambazo Bwana tulisikia tu, lakini Bwana tayari uliingilia kati. Tunapaswa kusema asante, mfalme wa amani. Tumekuja tuseme asante Bwana wa mabwana. Tumekuja tuseme asante Mungu wetu aliye hai. Tumekuja tuseme asante Jehova Shama. Tumekuja tuseme asante Yahweh. Tunakutukuza na kukuinua Bwana, tunakutukuza na kukubariki wewe, maana unastahili kuinuliwa, mfalme wa falme. Unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili. Heshima na utukufu tunakupa wewe Mungu wetu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Namna ambapo Bwana umekuwa ukitutunza, namna ambapo Bwana umekuwa ukitulinda, imetupasa kusema ya kwamba wewe unastahili Bwana, wewe unaweza Bwana. Ni wewe tu wa kuinuliwa, ni wewe tu Bwana wa kushukuriwa. Ramashana na makaya erebo shekelebo yananama eriamakandelebo shana na mando ikalabarabara saka. Asante Roho Baba, asante Roho Baba, asante Roho Baba, asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Kristo, asante msaidizi wetu. Erabandoria maseke ishkana da balaba erantelebo shana na mando ikayana na maseke. Baba na kutukuza, Baba na kushukuru. Ninasema asante kwa uaminifu wako. Heshima na utukufu ninakupa wewe Bwana, heshima na adhama nakupa wewe Bwana. Uinuliwe mfalme wa falme, uinuliwe Bwana wa mabwana. Oraba shanda la balaba oriandelebo shana na naba ekelebo shandelebo shanda rabarabo. Baba asante kwa ajili ya uaminifu wako. Baba asante kwa ajili ya neema hii ya wokovu. Baba asante kwa ajili ya neema hii ya wokovu. Baba kama si kazi ya msalaba eriandelebo shana na naba, Immanuel, ningelikuwa wapi leo? Namna ambapo Bwana umenifadhili, namna ambapo Bwana umeniokoa, namna ambapo Bwana umenitetea. Ninakutukuza na kushukuru mfalme wa falme. Oriamandelebo shana na naba ekarabadabarabo saka. Wewe ni Bwana, 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 unastahili. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Rabasaka erandelebo shandelebo. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana wa kuinuliwa, wewe ni Bwana wa kuaminiwa, wewe ni Bwana wa kutukuzwa, wewe ni Bwana wa mabwana. Heshima na utukufu tunakupa wewe Bwana. Majira haya heshima na adhama tunakupa wewe Mungu wetu. Majira haya tunasema ni wewe tu Bwana unastahili, tunasema ni wewe tu Bwana unaweza, tunasema ni wewe tu Bwana unatosha, tunasema ni wewe tu Bwana wa kuinuliwa, wa kuabudiwa, ni wewe mfalme wa falme. Tunakushukuru Mungu wetu, tunakutukuza Bwana wa mabwana. Heshima na utukufu tunakupa wewe Mungu wetu uliye hai. Oh my Lord, my Lord, my Lord. Randelebo shandelebo irandele mashana na na bosh eriandele mashekea. Bwana nakutukuza, Bwana naniadhimisha jina lako. Ni nani aliye kama wewe? 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 Ni nani aliye kama wewe Yawe? Ni nani aliye kama wewe Yawe? Ni nani aliye kama wewe Yawe? Ni nani aliye kama wewe mfalme mkuu? Ni nani aliye kama wewe Bwana wa Bwana? Heshima na utukufu ni zako Yawe, heshima na adhama ni zako Bwana. Ninakutukuza mfalme wa falme, ninasema uinuliwe Bwana wa mabwana, ninasema uinuliwe mfalme wa falme. Raba shanda raba eleberia ndogo sheke iranana na masekeria ndoria masaya irandele mashana na bayano iremaya teremo shana. Baba asante kwa ajili ya mwezi huu wa kwanza Bwana, tunaona ukitutunza Bwana, tunaona ukitufadhili Baba. Asante pia kwa ajili ya mwezi wa pili tunauendea Bwana, bado tunahitaji fadhili zako, bado tunahitaji
tunahitaji neema yako, bado tunahitaji kuwezeshwa na wewe, bado tunahitaji nguvu zako Bwana. Oh rabashaka ishana dabalaba ishana dabalaba eria deleba shekelebo. Bwana, bado tunahitaji neema yako tena, bado tunahitaji mkono wako tena. Bwana, utufadhili tena na tena tunapoendea mwezi wa pili. Bwana, tuione neema yako tena, tuone kibali chako tena kwenye maeneo mbalimbali, mfalme wa amani, kwenye maeneo mbalimbali. Bwana, tunaomba tena kibali chako, tunaomba tena neema yako iende nasi Bwana, tunaomba tena uwepo wako uende nasi Bwana. Rabababa shandele borobo shanaraba ekele barabo sheke iyanana raba seke iranda labo shanaraba ekayana rabo sheke irabada baraba sheke iradele bo shandele bo. Neema yako Bwana, neema yako, neema yako Bwana, mwezi wa pili, neema yako Bwana, na neema yako Bwana, namna ambavyo Bwana umetufadhili mwezi wa kwanza, utufadhili tena mwezi wa pili. Tuone tena Bwana neema yako, tuone tena Bwana msaada wako, tuone tena Bwana ufadhili kutoka juu, tuone tena msaada toka Sayuni. Akayana rabaseke irabandori amaseke iantayana rabosaka eremo shana rabaseke. Musa akasema uwepo wako sipo, enda nasi, hatutoki mahali hapa Bwana. Ndio maana tunaomba tena uwepo wako uende nasi, neema yako iende nasi mwezi wa pili Bwana. Tuone ukitufadhili tena na tena, tuone Bwana ukitutetea tena na tena, tuone Bwana ukitutunza tena na tena. Oriarabo shekerebo iramandelebo shararabo ikayana rabarabo seke irandele bayata yanarabo ishana rabarabo saka irema darabo sekeria mande ikayana rabo sakata erama hantelebo shararabo iyakateria narama seke. Imwambie tu Bwana, nenda nami ayantelebo saka, uwepo wako uende nami, neema yako iende nami. Irama sekeria dorama saka mwezi wa pili Bwana, irama seke. Tuone tena ufadhili wako, tuone tena neema yako, tuone Bwana ukitutetea tena na tena. Ikayana rama seke irama rama rama saka irama telebo shanaraba. Tumetambua ya kuwa bila uwepo wako hatuwezi kufanikiwa, bila neema yako hatuwezi kufanikiwa, bila maarifa yako, bila hekima yako, bila uwepo wako, bila nguvu zako hatuwezi kufanikiwa. Bwana rabashaka, ndiposa tunasema ya kwamba Bwana uende nasi, Bwana uende nasi, uwepo wako uende nasi. Ayakashakata erabadabarabo sharadabalaba irandelebo shanarabo ikayana rabaseke irandeleba shanaraba ekayana rabarabo saka irandelebo shanaraba iantayana saka. Mtu aliyepata neema kutoka kwako maisha yake hayakuwa ya kawaida. Mtu aliyepata neema kutoka kwako familia yake haikuwa ya kawaida. Mtu aliyepata neema kutoka kwako ulinzi wako Bwana unakuwa juu yake. Raba shaka erebo shaka, afya ya kimungu inakuwa juu yake. Raba rabo shaka, baraka za kimungu zinakuwa juu yake, kwa sababu amepata neema machoni pako, kwa sababu amepata neema machoni pako. Hivyo Bwana tunaomba neema yako, hivyo Bwana tunaomba neema yako. Raba shakata eria telebo shaka iatayana raba sekerebo. Neno lako nasema kwamba fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Maana yake na sisi tukipata neema machoni pako, hivyo vyote Bwana vinakuwa upande wetu. Raba shakata eria mahatelebo shanaba ikayana raba saka eraba dabarabo saka iatayana raba saka ikapara dabarabo saka ikayana raba saka. Bwana tunakusihi tena, tunakusihi tena uende nasi Bwana. Mwezi wa pili tuione neema yako, tuone ufadhili wako, tuone malango ya baraka, tuone Bwana rabashakata erianalabaseke ianoriamaseke. Tunaposema baraka maana yake ni nguvu, ni nguvu ya kufanikisha mtu, ni nguvu ya
kumfanikisha mtu. Hivyo Bwana, sisi ni wako rabashaka, ikonoa malisho yako, tunakusihi mfalme wa falme rabashakata, hiyo baraka, hiyo nguvu ya kutufanikisha iende nasi Bwana. Mwezi wa pili tuone ufadhili wako, tuione neema yako, tuone baraka zako rabashakata rabarabosaka eriamahatelemoshakate iramantoria maseke iyakatayanaraba shadarabaraba iyakatarabaraba shadereboshararabo ikayandarabasaka. Mwambie tena Bwana, neema yako iende nami mwezi wa pili, neema yako Bwana, baraka zako Bwana ayayayaya shabadabarabarabo shadeberebo shadarabo ikayanarabaseka ikayanarabaseke irabadabarabosaka iyateleboshararaba ikayanarabasaka. Anasema tazama, takuagizia malaika ende mbele yako rabadabarabaraba ayakashakata eriamayatoliarabasaka. Wale malaika ambao Bwana huwa wanaenda mbele ya watu na kuwatengenezea mahali wanapotakiwa kwenda rabashakata. Huu mwezi wa pili rabashakata yekeremoshaka, hao malaika watangulie mbele yetu rabashakata yanda raboseke irabandoriamaseke yanda raboseke yakashakata rababababa. Mwezi wa pili Bwana rabashakata, tukatembea katika ugavi wa kiungu rabashakata karaba sheleboriana mahante ikayana rabaseke, tukatembea katika ugavi wa kiungu rabashekeriandarabosaka. Bwana, kuna namna unaenda kutufadhili, kuna namna unaenda kutufadhili, kuna namna unaenda kutufadhili rabarabaseke shabadabaraba yakatayandaraba shadalabarabo. Mwambie tu Bwana, sitabaki kama nilivyokuwa rabasheke. Inaiona neema yako Bwana, inaona msaada wako Bwana, inaona fadhili zako Bwana, sitabaki kama nilivyokuwa rabashakata irabahateleboshanaraba ikayanarabashaka. Kwenye ibada hii Bwana, nitayainua macho yangu, sitabaki kama nilivyokuwa, sitabaki kama nilivyokuwa, sitabaki kama nilivyokuwa, sitabaki kama nilivyokuwa. Maisha yangu yanabadilishwa rabashakata, hatima yangu kuna namna Bwana anahusika rabashakata irabarabarabosaka ireboshadarabaraba ikayadarabaraba ishadabarabarabo ishadabarabaraba ikayadarabarabo ishadereberebo shadaraba ikayadarabarabo. Sitabaki kama nilivyokuwa, sitabaki kama nilivyokuwa, kwa maana Roho Bwana yuko ndani yangu. Kuna namna anageuza mambo, kuna namna anafanya vitu kuwa vipya rakasotaria mahato ikayadarabarabo shabadabarabaraba ikayadarabaraba shabadabarabaraba ikayadarabaraba shabarabaraba shadererebo ikayadarabaraba shabarabaraba erabashekelebo shadarabaraba shalelebo shadaraba yeketelebo shadaraba yandarabarabo shaka. Sitabaki kama nilivyokuwa, maana ndani yangu anaishi ni Mungu aliye hai rabashaka irabaraba, anaishi ndani yangu ni mkuu rabashadaraba ikayadarabaraba ishabadabarabaraba ikayadarabaraba ishabadabarabaraba ikarabadabarabaraba ishadabarabaraba ekeleberabo shadarabo ikayadarabaraba ikayadarabaraba ayakashaka ekeleboshaka ekayandarabo sheke iradaba shadarabo shederebo shadarabo iradabalaba shadarabalaba ekayandarabalaba. Mwambie Bwana, sitabaki kama nilivyokuwa iradabalabalaba shabadabarabaraba. Hebu jiambie ya kwamba hautabaki kama ulivyokuwa iradabalabalaba. Kuna namna mbingu zinahusika kwenye maisha yako, kuna namna mbingu zinakufadhili, kuna namna mbingu zinafanya, kuna namna Mungu anageuza mambo. Hayatakuwa kama wanadamu walivyosema, hayatakuwa kama wanadamu walivyopanga,
haitakuwa kama upande wa gizani walivyopanga juu yako, bali itakuwa kama Bwana anavyotaka iwe. Irama sheke irada balabo shelebelebo shadaraba ielebelebo shadaraba ilelebo shadaraba ikaya daraba sheke iradelebo shadaraba ikaya darabalabo shadadabalabo shadadabalabo ishetelebo shadaraba ikaya daraba shaka ikaya darabalabo shadaraba ilebo shadaraba ikaya darabalabo shaya ikatalabalabo sheke iratalabalabo shaka. Inasikia nguvu ya Mungu, inasikia uwepo wa Mungu, inasikia kuna namna Bwana anafanya, inasikia kuna namna Roho Mungu anafanya. Irashakateria ikaparada baraba shabada baraba shabada baraba. Yule Roho Mungu aliyemgeuza Sauli naye akaanza kutabiri. Kayada baraba shabada baraba irada baraba. Anaenda kugeuza maisha yako, anaenda kugeuza moyo wako, anaenda kugeuza ikapapa irasakapa ikatalabalaba shakata irasota. Kumbe Roho Mtakatifu ana tabia ya kugeuza mambo ndani ya watu. Kayadaraba, anaondoa ukawaida ndani yako, anaondoa ukawaida ndani yako. Irasota kaparia, anaachilia moto. Kuna moto unaanza kuonekana, kuna moto unaanza kuchochewa. Ikaparabaraba shakapa irasota. Moja ya jambo ambalo Roho Mtakatifu akitaka kumwamsha mtu huwa anaachilia uamsho wa moto. Rapakosakata, mahali ambapo moto umewashwa, baridi haiwezi kukaa, baridi haiwezi kukaa, baridi haiwezi kukaa. Haya kasakata irapakosaka irabadabaraba, hofu haiwezi kukaa. Irasota kaparia ikaparadabaraba shakataraba irasota kai ikaparadabaraba shakataraba irabo shekeria ikayanana masaka irabashakata. Hautabaki kama ulivyokuwa, sitabaki kama ulivyokuwa. Kuna namna Bwana anafanya jambo ndani yangu, kuna namna Bwana anafanya jambo ndani yako, kuna namna Bwana irabashadarabasaka irabasheke shakatalabalaba. Inasikia uwepo wa Mungu ukikuhudumia hapo ulipo, inasikia uwepo wa Mungu. Ayakaparaba shakatayaba ekaparadaba shakatalabaraba ikaparadabaraba shakatalabaraba ikaparadabaraba. Inasikia nguvu za Mungu. Ikaparadabaraba shakatakapa ikapatakapa irabadabaraba shaka irabadakashotakapa irabakaparaba shakata ikaparadabaraba shaka. Uwepo wa Mungu unaweza kuleta badiliko ndani yako. Irakashokatalia ikaparadabaraba shaka ikaparadabaraba shaka. Uwepo wa Mungu unaweza kuleta uamsho ndani yako. Ikaparabaraba yakaparaba. Naiona hiyo neema, naiona hiyo neema, naiona hiyo neema, naiona hiyo neema, neema ya badiliko, neema ya tumpia. Ikaparabaraba shakataya kapa shadabalaba kaparadaba shekeria kataya shekeria karabalaba shadabalaba ekaparadaba shadabadabaraba iradabadabaraba ekaradabalabalabus kadadabarabus eradabalabalabus kadadabarabaraba ekelebelebus shadaba ayakapa shadadadabaraba irabadabalaba erabadabalaba shakatakapa irakasotakapa. Naona maisha yako yakibadilishwa, naona neema ya Mungu ikiachiliwa ndani yako. Ikatakapa isakapa, neema ya kukuinua kutoka kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti. Ikaparada isakapa ikatakapa isakapa ikata, neema ya kukuinua kutoka kwenye hilo bonde la magonjwa, kutoka kwenye hilo bonde ila kuwaza vibaya, kutoka kwenye hilo bonde ila kuwaza kufa, kutoka kwenye hilo bonde ila kuwaza ya kwamba uwezi. Inaona neema ya Mungu
ikikuchukua hatua mpya. Inaona neema ya Mungu ikikuchukua hatua mpya. Ikaparabaraba, ishakaparabaraba, ishakatayakapa, ekepea, ishakata, irapakasokotoria, ikatakapa, ishakatea, irakasopa, ikaparadabalaba. Yes, shadaba. Yes, shadaba. Yes, shadaba. Ikapa. Ay. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, anasema naye akanichukua akaniweka panapo nafasi, akanichukua kwa maana aliona vyema kuniponya. Akakakaka ayakakaka ekakakaka ekakakaka ishakakaka ikaparadaba ishakapa. Naye akanichukua akaniweka panapo nafasi. Kuna namna Bwana jioni ya leo, kuna namna Bwana majira haya anakuweka panapo nafasi. Kuna nafasi fulani Mungu anakuweka, nafasi ya baraka, nafasi ya uzima, nafasi ya neema fulani. Ikarabadaba ishakaparia ekaparadaba iakapa. Hizo nafasi ambazo umewekwa, hiyo nafasi waliokuweka akaparaba, yamkini mizimu ilikuweka kwenye nafasi ya magonjwa. Bwana anakutoa leo hapo. Akaparadaba anasema naye akatuhamisha, naye ni kutuokoa akatuhamisha. Kuna wokovu jioni ya leo, kuna neema hiyo jioni ya leo. Inaona neema ya kutolewa nafasi fulani. Yakaparada ishekeperia ikaparada basa yakatalaba ishakatakapa irasotakapa ishekepea. Inaiona hiyo neema, naiona hiyo neema ishakatayakapa. Inaona huo msaada, inaiona revival ndani yako, inaona uamsho kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ishakakaka, hiyo roho ya uchungu inaondoka, hiyo roho ya wasiwasi inatoweka, hiyo roho ya mashaka inatoweka. Inaona kuna ujasiri wa kiungu unaachiliwa ndani yako. Ishakatakapa irasotakapa. Inaona uamsho. Ishakakakapa ishakateria irasota ishakata irabasaka. Wale watu waliokuwa eria makapa, waliokuwa kikaa gizani, wameiona nuru kuu. Ishakapa, inayo nuru ya ndani gizani, wala giza halikuiweza. Ishakatayakapa, inaiona nuru jioni ya leo ikiachiliwa kwenye maisha yako. Irakasokotoria ekaparadabasa ishakate ishakatakapa irakatoska ishakepea ishakatea 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 ishakapa ishakatea ishakapa irakosakatea irakapaladuska iyakapa. Inaiona neema, naiona neema. Bwana anakuchukua hatua nyingine, Bwana anakupeleka hatua nyingine. Bwana anakutoa hapo mahali ulipoinamishwa, mahali ulipofedheshwa. Kuna namna Bwana anafanya, kuna namna Bwana anahusika kwenye maisha yako. Ishakaparia ekatakaparia ishana makapa ishana makaparaba ishekeperebosha ikapatakapa ishekeperia ikaparada isheke ikapa. Bwana badilisha maisha ya watu, Bwana anafanya mambo kuwa mapya. Ishakapayakapa irakasokotoria. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, mtazamo ya kale yamepita. Ikaparadabasa. Maana yake haiwezekani ukaokoka bado ukabaki kwenye magonjwa haya, bado ukabaki kwenye hiyo namna ya fedheha, bado ukabaki kwenye huo maskini, bado ukabaki kwenye namna ya kufinyiliwa. No. Kuna msaada wa kiungu. Ikaparadabasa. Kuna msaada wa kiungu. Irabarabarabosaka. Kuna msaada wa kiungu. Ishakatakapa. Kumbuka wewe sasa ni mali ya Bwana. Wewe sio mali ya
mizimu, wewe sio mali ya ayakapara, sio mali ya shetani, wewe ni mali ya Bwana Yesu. Ikapara amekununua kwa damu yake ya thamani. Ishakapa ishekepe, anasema kwenye ile Zaburi 103 ule mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 4, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa watu na kaburi, akufika taji ya rehema. Ishakapa ikapara. Hii inaonyesha namna ambavyo wokovu ukiingia ndani ya mtu kuna badiliko linatokea, kuna neema fulani. Rakapa ishakapa erabasaka. Ndio maana nasema ya kwamba hautabaki kama ulivyokuwa, hautabaki kama ulivyokuwa. Inaiona neema, naiona neema. Ishakapa ikapa yakapa erakosakapa shadana kayana shadalebe iramalaba shadalebelebos ikayana ishabalaba irebelebelebos shadaba ikayana nabalabos irabalabalabalabos. Inaiona neema, naiona neema. Inaona badiliko, naona badiliko. Ilabalabalaba Shekepe ikayadabala ishadadadaba. I feel the anointing. I feel the anointing. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Shekepe irakapa ishadadaba erelelebo ishadadaba ikakaka shekepe ikayadadaba erebadabalaba ishadadaba erebadabalaba ishadadaba iyadabarabaraba ishadadabarabaraba ishadabarabaraba erebadaba. Oh Lord, ishadadaba ikayadadaba erakapaya ishakapa ikapaya. Yule aliyenitoa katika uvutaji wa bangi anaweza kukutoa leo, anaweza kukubadilisha leo, anaweza kufanya mambo kuwa mapya, anaweza kuchange maisha yako. Ikakakapara ishekepelekepa ikaparadosta iyakape ishakate irabadaba ishadana mahato ikayana makapa ishekepelia makapa iramakapa eshakape ikayakapa erabakatuska iyamakapalia ishekepe. Ayayaya, mambo yanakuwa mapya, mambo yanakuwa mapya, mambo yanafanywa kuwa mapya ndani ya Kristo. Ikayana makapa haya kaparaba. Mwezi wa pili mambo yanakuwa mapya. Haya kaparaba, mambo yanakuwa mapya kwenye familia. Haya kapa kwenye biashara, ikalaba kwenye huduma. Kuna neema mbalimbali tunaanza kuziona. Pia makaparia shana na maha area ekapa shakata area baba shakata kaya. I feel the anointing. Kalabala shabalaba irabalaba ilabalaba ilabalaba area baba ikala shadabalaba aya wewe Bwana ubadilishane historia za watu. Unaweza kubadilisha jioni ya leo, unaweza kubadilisha majira haya, historia ya mtu mmoja mahali. Haijalishi umeteswa mengi katika namna ya uonevu wa adui. Jioni ya leo ungeufungua moyo wako kwa Bwana. Jioni ya leo ungempa Bwana Yesu maisha yako. Jioni ya leo ungemwambia Bwana Yesu karibu ndani yako.
angeweza kubadilisha hali ulionayo, angeweza kubadilisha, angekutoa kwenye huo utumwa wa dhambi, angekutoa kwenye hiyo namna ya mateso, angekutoa kwenye hiyo namna ya... Anasema kwenye ile Mwanzo 18 na ule mstari wa 14, anasema kwa maana hakuna neno ila kumshinda Bwana, hakuna neno gumu la kumshinda Bwana, hakuna neno gumu la kumshinda Bwana, hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Mwanangu, fungua tu moyo wako, fungua tu moyo wako, fungua tu moyo wako, fungua tu moyo wako. Mimi naiona neema ya wokovu kwako, naiona neema ya badiliko kwako. Shakata ekepea shakate irama shakatea ekaya na ela makaparia shekepe irama na baraba. Na hiyo neema kwako leo, na hiyo neema ya badiliko leo. Badiliko litokee juu ya maisha yako, badiliko litokee kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Shakapa shekepelia rekapaladaba. Wana wa Mungu, nasikia nguvu ya Mungu, nasikia uwepo wa Mungu, nasikia wingu lisiokuwa la kawaida. Shekepelepe ikapa. Tunaposema nitayainua macho yangu kwa Bwana, maana yake tumefungua mioyo yetu, tumejiachilia kwake. Hakuna jambo ambalo bado tunalikumbuka kule duniani, hakuna jambo ambalo bado limekuwa kikwazo, hakuna jambo ambalo bado kana kwamba linatufanya tuendelee kutazama duniani. Mungu akamwambia wale malaika, wakamwambia Lutu na familia yake, mnapotoka kwenye nchi akapa, mnapotoka Sodoma na Gomora, huko mnapoenda msigeuke nyuma. Ikapara inatufundisha nini? Ukitaka wokovu, amua mara moja, amua mara moja, na huo msaada na hiyo neema kata. Bwana yuko tayari kuiachilia, Bwana yuko tayari kuiachilia, Bwana yuko tayari kuachilia wokovu, Bwana yuko tayari kuachilia neema ya kukutoa kwenye namna ya kuteseka, kukutoa kwenye namna ya umateka. Naona hiyo neema jioni ya leo, naona huo msaada jioni ya leo. Usigeuke nyuma, usigeuke nyuma, fungua tu moyo wako, usigeuke nyuma, inaona msaada juu yako, usigeuke nyuma. Anasema kwenye kile kitabu cha Isaya 66 mstari wa 2, anasema mtu huyu ndiye nitakayemtazama, mtu asikie hapa neno langu, anayetetemeka anaposikia neno la Mungu. Erako sakapa. Maana yake mtu mwenye hofu ya Mungu ni mtu ambaye yuko tayari, yuko tayari kumwambia Bwana, Bwana, nimeacha yote, nimeyasahau yote, ili nilitazame neno lako, ili nilitazame neno lako, ili niweze kufuata yale unayonielekeza. Akapara baraba shekepele belebosa irabada balaba shakatala balaba. Anasema kwenye kile kitabu cha Zaburi 119 akapara baraba, anasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii neno lako na kufuata. Shakaparaba erabada. Kumbe msaada wote ukiutaka ni pale tu ambapo uko tayari kufuata maelekezo. Shakapa. Majira haya naona wewe uliyemaanisha, wewe uliyeamua, Bwana anakutokea kwenye nyumba yako, Bwana anakutokea hapo ulipo, Bwana anakutokea kwenye mji wako, Bwana anakutokea hapo. Yamkini uko juu, yamkini uko mahala fulani, yamkini uko sehemu fulani. Ekaparabaraba. Anasema ya kwamba hata kama mtu angeweka kitanda kuzimu, bado macho ya Bwana anaona, bado macho ya Bwana anaona, bado Mungu anaona. Hapo ulipo naiona neema ya Mungu, inaona wokovu ukikufikia, inaona shakapa irakatara
Ikarabaraba, Esekepei, Ikaparabaraba, Esakapa. Anasema niite nani? Nitakuitikia, nitakuitikia. Yamkini uko hapo umefungua moyo wako, umefungua moyo wako. Bwana ameona haja ya moyo wako. Bwana ameona tamanio lako, na yeye ameuachilia msaada wake, na yeye ameachilia neema ya wokovu, na yeye ameachilia msaada wake. Akutoe hapo ulipozama, akutoe hapo ulipozama, akutoe kwenye kila mikono ya waovu. Ekaparabaraba, esakapa, ekepea, isakaparia makapa, esekepea. Nitainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Ekaparabaraba, esakaka, ekepea, isakapa, iramakapa. Esekepe. Inasikia uwepo wa Mungu. Inasikia Bwana yuko hapa. Inasikia mtembeleo wa kiungu. Mtembeleo wa kiungu, mtembeleo wa kiungu. Akaya. Esekepe. Shadalaba. Irababa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kalabalaba. Sekepe. Ayadarabalaba. Ishabadoskaya. Shadabalabalaba. Ikalabalaba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Aya. 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 Shabaladabalaba. Rabaraba. Karabalabalaba. Erebo shadabalaba. Irabadabalabalaba. Shadabaya. Aya. Ayo. Kalabalaba. Rekapaladabalaba. Irabadabalabalaba. Shakatalabalaba. Ekayadadabalaba. Irakatalabalaba. In the name of Jesus. Clap your hand to the Lord. Shout hallelujah. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Geza makofi mengi kwa Bwana. Amen. Okay. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya session ya maombi. Bwana amekuwa pamoja nasi na jina lake Bwana liinuliwe.